Yo, what's cracking everybody? What's popping ladies and the gentlemen? Karibu sana, hii hapa ni Mnazi TV. Mimi naitwa Moni himself. Asante zaidi kwa kuendelea kubaki na sisi kwa exclusive kibao sana ambazo siku zote sisi huwa tunakuwekea hapa kila inapoitwa leo, si ndio? So leo niko hapa nyuma yangu bana na moja kati ya members ambao wanawakilisha Udan Gang. Umeelewa vizuri? So kama ni moja kati ya fan wa Udan Gang na umekuwa ukisikiliza ngoma zao, ukitazama ngoma zao na ukiendelea kubang na kuenjoy, niko nao hapa na maswali mawili matatu ya kuwauliza hawa wote wawili, na wanaiwakilisha tu Udan Gang. Nadhani watatuelekeza wengine wako wapi, wamewaweka wapi muda huu, inabidi wote waweko hapa kwenye hii hapa interview, si ndio? Oe, inakuaje mzee baba? Nakuiri kamanda, si ndio? Nguni mwana Maelekezo hili hapa litano ni kubwa, si ndio? Yeah. Tujitambulishe wewe kwanza, unaitwa nani? Mimi wananitambua bila kujitambulisha baba. Nakubali, anatambulika bila kutambulishwa. Mwanetu hapa nani? Mzee mmoja Bazinga, Kida Rhymes Kidaranga. Nakubali sana. Kida Rhymes huyu hapo mwenyewe anajitambulisha. Watu wanamfahamu bila hata kujitambulisha. Bado mimi natamani kufahamu hivi Udan Gang inaundwa na memba wangapi? Tuanze hapa. Mjomba wangu hiyo masuala si captain ndo alikuwa anajibu. Captain tusogee kwa hapa, tujibie captain, tusogee hapa. Kida Rhymes Kidaranga. Asi bana, Udan Gang for everybody, tunasikia nyewe tu. Na Udan Gang for everybody ni kwa kila mmoja tu ambaye ana feel harakati za A-Town. Okay, Udan Gang imeanzishwa lini? Udan Gang imeanza 2019. Pale ndo mara ya kwanza mlikutana tu kama crew au ni basi? Nani ambao aliwaorganize bana akasema bana tuanzishe kitu hii hapa inaitwa Udan Gang? Yaani Udan Gang si tulianzishaga kwanza tulikuwa wawili tu. Ambaye ni wewe na nani? Mimi na Mopali. Okay. Yap. Baada ya kuanzisha na Mo tulifanya mpaka tulivyofikia juice cut hapa hivi. Sintofahamu 2-3 ni gani. Lakini tulianzisha wawili, baadaye wakaja Maniga kama Buda hapa hivi alitokea kwa 2023. Backshot alitokea kwenye 2024. Kwa sasa hivi mamemba waliokuwepo Udan Gang au wasanii wa Udan Gang ni 3. Nani na nani na nani? Kuna Backshot, alafu kuna Budani hapa hivi, alafu kuna Kidaranga hapa hivi. Hivi Udan Gang inawakilisha mtaa gani hapa A-Town? Udan Gang yani maana halisi ya Udan Gang ni Mbaudani. Ile Mbaudani ukitoa ile mbaya inabaki nini? Okay. Inabaki Udani. Alafu ile gang ni genge. Inachukuaga muda sana kupata jina la kundi. Nyie ile wachukua muda gani mpaka mkasema bana anyway kwa sababu tunatoka Mbaudani na nini, ngoja tutoe hapa huku tuje tupate Udani. Ni nani ambaye alileta ile idea au kulikuwa na jina lingine ambalo ilikuwa inatakiwa iitwe? Yaani kabla tujaanzaga Udan Gang ilikuwa tuna jina lingine na lingine ndio ikaja katokea Udan Gang. Hii idea kwa Udan Gang hadi jina short mimi ndo litoa ile wazo. Okay. Kutokana mimi nilianza harakati za kuchana kabla ya wenzangu yani. Okay. Udan Gang tulianzisha 2019 na wengine ndo walianzia kuchania hapo, lakini mimi hapo hivi kabla ya 2019 nilikuwa na nishafanyaga recording mingi. Okay. Kabla kuanzisha crew. Okay, sawa. Isije kaonekana kama nampendelea mwanetu Kida hapa. Mimi naona nirudi kwanza kwa mwanetu ambao yeye anajua, watu wanamjua bila kujitambulisha. Wewe ni moja kati ya member unatoka Udan Gang, lakini according to maelezo ya mzee baba hapa anasema watu walianzisha for then wewe ukaja. Ni nini ambacho ulikipenda ukaona anyway mimi nikienda nikitulia pale Udan Gang bana mimi lazima nitishe? Jomba wangu, unajua kampani yako ndio ukiwa na kampani ya wavuta banki utakuwa unavuta banki. Sasa mimi kampani yangu kubwa ilikuwa ni Kida Rhymes na Mopali. Kwa hiyo mara nyingi wao wanachora na mimi nikajikuta taratibu naanza kuingia mdogo nikajikuta na mimi nachora mpaka kamanda wangu hapa akaanza kuniaminisha kwamba kamanda, mbona na wewe uko fulu? Natakuwa usogee kwa huku. Nikasogea kambini. Harakati zikasonga. Siku ya kwanza unaingia studio na Udan Gang, mnaandaa labda goma la kwanza kama Udan Gang, feeling yako ilikuwaje? Hiyo siku ya kwanza nilikuwa naingiza baridi kinyama hata kurekodi na waza. Lakini kamanda wangu aliniambia ni wewe rekodi kama uko kwenye show. Nakumbuka ndo kauli ambaye paka sasa hivi naitumiaga, na rekodi kama niko kwenye show. Mzuko wa kwenye show ndo mzuko wa studio. Okay. Ndo hivyo baba. Sawa, nakubali sana hivyo. Na wewe pia natamani kufahamu kutoka kwako Kida pia, wakati ndo mara ya kwanza mnaingia bana, mnajitambua sisi ni crew ya Udan Gang, ilikuwaje?
Yani kivipi? Ukizingatia wewe ndo mmoja kati ya mwanzilishi. Ila mara ya kwanza ndo mnaingia studio bana, wewe Kida hapa, kulikuwa na Mwanetu hapa, wote mnaingia kwa pamoja na mwana mwingine pia alikuwepo, kina Mo pia, wote mlikuwa kwa pamoja. Ile feeling kwamba ya kuangalia nimewakusanya masela afu tunafanya kitu ambacho tunakipenda, ilikuwaje? Yani kwanza kiufupi tu ni sisi ni moja kati ya crew ambao tumekataliwaga ni sana, yani napaka leo tu watu wanakataga tu, lakini tunafo sisi ilikuwa tunaendaga studio, lakini producer tu mwenyewe hataki kuturekodi. Yani kama vile anaona kama vile kama anapoteza muda, unaelewa? Kwani sababu gani ambayo ilikuwa na nyie wenyewe mkiangalia labda anatukataa au alikuwa hawaambii bana na wakati? Unajua style gani? Style za idea. Unajua muziki wa Arusha kuna kipindi fulani kama ulikuwa umepotea kabisa, ni watu walikuwa wanaimba madanso, wengine mapiano. Alafu sisi kwenda studio sasa tunaforce producer tupigie ile ngumu, yani atupigie ile beat la hip hop. Labda anapiga beat fulani kama bongo hip hop, tunamwambia hiyo haijakaza. Kwa hiyo kaona kama wasanii fulani wasumbufu, unaelewa? Alafu kizingatia pia kwenye masuala chambi mandururu yenyewe ilikuwa ni chenga. Kwa sasa hivi mnafanya kazi. Nimeona kazi zenu nyingi sana mnafanya na Fekeche. Kwa anawafanyia kiuana tu au bana kuna kibunda? Fekeche yenyewe ni udani gang. Yani tunapoenda kwa Fekeche pale vile, hata tukisema tunamlipa yani inakuwa ni uongo yani. Yani sisi tunafanya kazi pale kwa Fekeche kama brother yetu, kama jomba letu, kama niga yetu, kama mwanamemba ni wa nyumba, wa nyumbani. Sometimes hata tunaweza ukafanya track na tusimpe kitu yani. Kutokana na yeye anajua life letu. Lakini imetokea moja na mbili kwenye risk imetokea, na sisi tunamkumbuka bana ni producer. Na tumeanza naye mbali yani. Kabla Fekeche hajulikani wala si hatujulikani. Tuko naye pamoja, yani tume grow up pamoja, unaelewa? Kwa hiyo tumekuwa kama family. Kwa hiyo kwa Fekeche tunafanya kama vile nyumbani, ndio maana unaona track mingi ni kwa Fekeche kwa sababu hatuwezi kwa afford kuna ma studios, unaelewa? Haitaki hata kuonekana. Hataki kuonekana maana sasa tufiki bei hivyo. Sema kwa sasa hivi tayari brand imeshakuwa town na nini. Tuwezi tukaingia. Brand imekuwa kimtamtaa tu. Kimtamtaa kweli brand yeja na bless. Lakini mjini bado watu bado wanakunja. Hivyo. Unahisi wanakunja kwa sababu gani? Wanakunja labda mnafanya vizuri kuwaliko wao, au unahisi wanakunja tu kwa sababu wanajua nyie hamwezi? Wanaogopa kufichwa. Nikiwaita Udani Gang mimi nikichana hapo sasa si nitafichwa au Udani Gang wanakuwa siwepo ili mimi nitishe. Style kama hizo. Maisha ya wakati mnaanza kujitafuta kimuziki mpaka hapa mlipofikia, mnahisi kuna utofauti wowote au bado mnaishi yale maisha? Maisha tunaishi yale maana yenyewe tunatembea na mguu. Tunapiga misele, tunakunywa matungi za jero. Hatuna hata tuseme labda tumenunua kiwanja au baskeli au gari. Bado maisha yetu bado ni yale. Sema tu jame bless. Kuna watu wametupa masikio. Hivyo. Sawa, wakati tunamalizia mimi natamani kufahamu sasa hivi kila mmoja anaweza kuwa anachanganya madensa bana, anasema bana ile Udani Gang nani anaiongoza? Of course before hapo wakati tunaanza exclusive yetu umetuambia wewe ni moja kati ya mtu ambaye ulianzisha Udani Gang. Hivi sasa hivi ni kesi kama kuna mtu anatamani kufanya kazi na nyie, aidha labda anataka awashirikishe kwenye ngoma yao, ni anamtafuta nani? Au labda kuna management au kuna manager pia, au ni nyie kama nyie? Hata kama nyie kama nyie, nani ambaye inabidi apigiwe simu? Kwa sababu mtu aweza akapiga simu kwa wote kwa pamoja. Nani ambaye inabidi atafutwe ili kufanya labda either collaboration au vitu kama hivyo? Hapo hivi mtu akimcheki tu Kida Rhymes hapa hivi captain. Maana lolote ambalo linatokeaga kuhusiana na Udani Gang, hata kama ni masuala ya riski, kamanda lazima anipe taarifa, ampe taarifa backshot. Kwa hata kimcheki Kida Rhymes hapo anakuwa ametupata wote. Kida hapa ndo Udani Gang hatuna management ya aina wote, ila tuna mabrothers zetu tu ambao wana support. Sharafu sana kwa Kilulu pamoja na Boogie Bang na Dogi Danger. Hao ni mabrothers ambao tukiwa tuna tatizo lolote, tunataka kwenda studio sometime, tunataka kutoa video, na sasa tukamwambia brother sasa tuna kiasi fulani, akamalizia kiasi fulani. Kwani ikitokea mtu anataka kuwa manage nyie, awe manager wenu,
mnaweza mkafanya kazi naye au mtaendelea tu kupata support kama brother hivyo? Asi akitokea yoyote tu kama atakubali na vigezo vyetu sisi, maana sisi tunajua nini maana management. Okay. Kwa mtu ambaye atatokea kama anataka ku manage Udani Gang, milango iko wazi kabisa tu, ni mambo tuna maongezi. Okay. Tumalize bana na mitandao ya kijamii kwa sababu sasa hivi dunia ipo mkononi, si ndio? Mtu kama anataka kupata ngoma zenu, mtu anataka kuwapata pia kwenye mitandao ya kijamii, anawapata kwa jina gani? Anatupata kwa Udani Gang. Na soon tu albamu yetu ya Stories za Kitaa itakuwa mtaani, itakuwa kwenye platform zote, yani popote pale, yani itakuwepo. Tuibie bana siri kidogo, hiyo album ita contain ngoma kama ngapi? Hiyo ni kama so album, sorry, ni kama mixtape. Okay. Ndio. Hiyo tumecombine. Itakava kama ngoma ngapi? Kama ziko tracks 33. Okay. Production na nani yote ameizingatia, ni fekeche kubwa, yani track zote unazozisikia hizo hapo hivi ni beat kubwa, hamna track ya pembeni. Okay. Zote zinatoka beat kubwa production. Ma MC ambao wanafili kurekodi track kali ni aje beat kubwa production live. Unaweza tukaonana na kumtembelea kwenye page zake huko ma media. Okay. Kama noma. Sawa, tumalize bana na mavesi, kwa sababu Udani Gang bana ni muziki mzuri. Ukiona Udani Gang umeona muziki mzuri, ukiona muziki mzuri ni Udani Gang tayari ndio anawakilisha A-Town. Tumalize na vesi, tuanze kwanza kwa mwanetu. Mimi najua na kujua, ila ingawa hujajitambulisha, si ndio? Na hatugopagi mwanga ila tunapendaga giza, ila so nguvu za giza. Vunja manazi, vunja tamaa ya iviza, utatatatiza, usiwasifu na mbio, si ndo tunawakimbiza. Mambo imeharibika unajiuliza, Udani Gang mbona kama mizuke mpitiliza. Mtani road block kwake hakuna kukatiza, kama ujiza tunavuka boda bila visa. Sinibugi ndo katupeleka viral, tracks zinalia mpaka Nairo. Walisema hatutoki mpaka tuwe masharu, sasa wanatudisi tu, wanatutemea bero. Na kama unanipenda na mimi nakupenda pia, ukinichukia hiyo haitasaidia. Ukicheki kalenda siku zinakimbia, utachagua kwenda au unatusikilizia jia. Nakubali, twende mzee baba, tumalize. Harakati zilianza kwa kugonga madawati, kushika maiki pasa ilikuwa ni kwa bahati. Tukuharibu misingi bali tulikarabati, kipinde tukwa madingi tunachana dikwa pa ile time muda school. Kusoma tutaki, ukitukuta tumekol. Ni makru na madarati tunapasha kila wakati, paka nigga spider spaga kawa tena taki maitifaki. Kipindi hiyo ndua na kalishaga umati, fingu bado ni smarti, sombetini ya defense ndo ilikuwaga kwenye chati. Maniga tukifoka kipindi hiyo snare na itoga Kid Smoker, Bokati bado hajachoka, Babji hajaenda jela na Ngasa bado hajatoka. Rumande ndo ikafanya turande, mchafuko wa road kaona agongo tulambe, na mambo kawa pambe paka mageto kweto kaona jawa pambe. Na gambe inachezwa, ukija ukeka bondi hiki pande unamezwa, na ushahidi unapotezwa. Na panga dontirikwa area kwa na mchele wa kukaanga, wanga kwanza kuwanga, tukaanza kuona giza, wataki tuone mwanga. Obi wakatuingiza maswali magumu, wapi jembe wanauliza, za kwetu ni ndum, so kwamba tunaigiza. Tukua na majukumu ila kweli tuliwaumiza. Hapa naongelea kipindi ya nyuma, kipindi ni vita mairiva na watu chuma, kipindi ya suma kileta viboko vya ujanja mimi nasukuma. Hiyo kipindi ni kipindi hiyo pa majanzishwa hata show Boogie Bang hardcore bado doa jazz go Joana Haso Shafiko Lando Daso. Kipindi hiyo viti ni makochi soma sofa, clubs nazo bang ni Zurich na Country Cofa, active wanawake ofa imetosha. Nakubali bana, wanaitwa Udani Gang bana. Mwisho exclusive interview na Udani Gang, ndo mwanzo exclusive nyingine nzuri zaidi kutoka hapa A-Town. Si unaelewa cha kufanya, endelea kusubscribe YouTube channel ya Mnazi TV.